Karibu mtazamaji wa Gift Online TV kuendelea kutufuatilia, kututazama. Usichoke bali endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Gift Online TV. Siku za utambulisho wa nyota mpya katika matukio ya Simba Day na wiki ya wananchi zilibeba msisimuko mkubwa msimu huu. Hata hivyo, kilichobadili kabisa upepo wa soka nchini ni usajili wa mshambuliaji Selemani Mwalimu aliyetajwa kujiunga na Simba, lakini mwishowe akatua Yanga kwa mkopo. Uhamisho huo kutoka klabu ya Wydad ya Morocco hadi Jangwani umezua mijadala mizito mitandaoni, magazetini na kwenye sehemu mbalimbali za mitaa. Kwa mashabiki wa Simba, tukio hilo lilikuwa pigo kubwa kwa kihisia baada ya kuhamishwa kuwa nyota huyo angetua Msimbazi kabla ya kutambulishwa rasmi na rais wa Yanga Said Harris. Kitendo hiki si kwamba kimeongeza ushindani wa kiufundi bali kimeleta athari za kisaikolojia kwa Simba. Kilileta hofu, wasiwasi na presha kubwa ya mashabiki kuelekea michezo ya dabi ya Kariakoo kama vile ngao ya jamii iliyochezwa visiwani Zanzibar. Presha ya kwanza ni presha ya ushindani wa namba ya Yanga. Kutua kwa Mwalimu kunafanya Yanga kuwa na wigo mpana wa washambuliaji wanne wenye viwango vya juu. Kisaikolojia, uwepo wa ushindani huu unawafanya wachezaji waliopo kuongeza juhudi ili kulinda nafasi zao na kuepuka kukaa benchi, jambo linaloongeza ufanisi wa timu kwa ujumla. Lakini pressure namba 2 ni mbinu za kuepuka majeraha za mzunguko kwa wachezaji, rotation. Safu ya ushambuliaji ndiyo inayokabiliwa zaidi na rafu pamoja na majeraha ya mara kwa mara. Kuwa idadi kubwa ya washambuliaji bora kunampa Mwalimu fursa ya kufanya mzunguko wa uchezaji kulingana na tuzo na uzito wa mchezaji huyo. Mapumziko haya yanasaidia miili ya wachezaji kupona na kuepuka uchovu wa muda mrefu. Lakini pressure ya 3, utulivu wa kiakili na utimamu wa timu. Mtawanganyiko huo wa majukumu uwanjani unapunguza mzigo kwa wachezaji mmoja mmoja. Timu inakuwa na silaha nyingi za kufunga, inajenga kujiamini na utulivu wa kiakili, mental stability, lakini hali inayofanya wachezaji kwa kiwango cha juu kwa kipindi cha muda mfupi. Mambo muhimu mchezaji yeyote anapaswa kuzingatia ili kufanikiwa: juhudi binafsi za nidhamu, kuzingatia miiko ya soka, kujisomea na kuongeza maarifa, kulinda afya na kuwa na wataalam binafsi. Afya ndiyo mtaji mkuu wa mwanasoka. Kuwa na bima ya afya, daktari binafsi na majeraha ya michezo, na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa lishe hutoa ulinzi thabiti na kiwango cha mchezaji uwanjani. Hii ndio Gift Online TV. Usiache kusubscribe, kushare, baki salama.